يا باب الفاتح يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك ala nabiyina Muhammad. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kila unapomswalia mtume mambo yanakuwa mazuri zaidi na babu kubwa kuliko katika zile siku nyingine. Na moja katika mambo yaliyoswihi ni kwamba unapokuwa katika misukosuko, unapokuwa katika mazito, unapokuwa una mahitaji, unapomswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi, basi dua yako ni katika zile zitakazokuwa za ijaba. Tumswalieni mtume jamani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ikiwa ni 23 dakika zimesha katika baada ya saa 3 saa hizi za Afrika ya Mashariki, awamu yetu ya 4 na ya mwisho, Daula Ikra. Msikilizaji, chombo kinazidi kukata maji ndani ya bahari hii ya 95.0, ikiwa ni Ikra FM, bado ukiwa nami mtu mzima Omar Abud na nahodha mwenza Simba Jike Baharia Ramla Abdi Ahmed. Karibu sana mpenzi msikilizaji kwenye awamu ya 4 na ya mwisho asubuhi ya leo. Ikiwa ni tarehe ngapi Omar Abud? Leo ni 18 ya Ramadhani 1446 Hijria, sawia na 19 mwezi wa Machi mwaka 2025. Dakika nazo zikiwa 24 zimetoweka baada ya saa 3 popote pale ulipo. Karibia mpenzi msikilizaji, upate kufahamu yepi ambayo tumeweza kukuandalia katika awamu ya 3 ya 4 na ya mwisho. Natamani bado kukaa hapa ndani ya studio. Hapa kuna dau lina raha zake bwana, iliachana nayo. Yaani wanapokosa dau, wao umekosa mambo. Ndio sasa kule mwambaoni wanakwambia kosa utekwe zubao hadisiwe. Yani kosa uchekwe alafu we zubaa tu uje uhadithiwe. Story baadaye. Na unajua utamu wa uhalisia, yani wewe mwenyewe kuweko ni tofauti na wa kuhadithiwa. Unajua mwenye kukuhadithia either atakuwa anaongeza mambo fulani ama anapunguza mambo. Ule uhondo hauji uhondo kikamilifu, haina utamu kabisa. Sasa na anayekosa dau amekosa mengi na makubwa sana. Na dau la leo msikilizaji ni kwa hisani kuu ya Namati, ambapo tutakuwa tunachambua na kuangalia masala mazima. Je, upo tayari kwa maisha namba? Uko tayari kwa maisha namba? Ikiwa huduma namba ilitumia mabilioni ya fedha na mwisho tukaja tukaambiwa kwamba hiyo ilikuwa ni fraud. Wanasema wenyewe ilikuwa ni wizi tu ule wa kuiba hizo pesa, lakini huduma namba haikuwa na mpangilio wote. Lakini katika serikali hii sasa tunaambiwa kuna maisha namba. Lakini wakati serikali inapojiandaa kutuletea usajili huu wa maisha namba kuwa ndio kitambulisho kipya katika taifa la Kenya, kuna mivutano kidogo, misukosuko na nipe nikupe katika mahakama kuhusiana na kabla ya kuanzishwa kwa stakabadhi hii ya maisha namba. Maisha namba msikilizaji ni stakabadhi ambayo itakuwa inatumika kama utambulisho, yani kama kitambulisho hivi sasa. Hii National Identification Card, ID. So inakuwa replaced na maisha namba, ambapo hapo awali kulikuwa na nyingine ikiitwa huduma namba, na ndio maana hata tukatolewa huduma centers zile kwa sababu ya jina hilo. Lakini kwa sasa sijui kama tutafunguliwa maisha center pia, manake ilipokuwa kuna huduma namba tuliletewa huduma center. Hizi namba Omar Abud kwanza zimekuwa nyingi sana. Kwa hivyo kwa msikilizaji ambaye yeye alisikia kuhusiana na huduma namba mwanzo, saa hizi leo unamwambia kuhusiana na maisha namba tena. Apate tu kufahamu maisha namba ni nini. Maisha namba mpenzi msikilizaji ni nambari 14 zilizowekwa wakati wa kuzaliwa na kutumika katika maisha yako yote wewe kama mtu, na marejeleo ya utambulisho wa kisheria. Itaunganisha vitambulisho vingi sana kama vile nambari za kitambulisho, ile yako ya NHIF hivi sasa ikiwa ni SHA, utakuwa na PIN, utakuwa na ile KRA yako, yani everything under one roof. Kulikuwa na supermarket back in the day ambayo ilikuwa under one roof, ilikuwa Nakumatt. Wale anakuambia you need it, we've got it. Everything under one roof. Kwa hivyo hii maisha number is everything under one roof. All your documentation since birth. Kuanzia ile birth certificate yako. Sasa hakuna cha notification na nini everything. As you progress with life, inafanywa tu upgrading. But are we ready for it, Omar Abud? Ndio swali hilo ambalo tunajiuliza. Je, msikilizaji na wewe uko tayari? Lakini tutizame hapa kwa kina, kwa sababu kwanza nimefurahi sana ufafanuzi wako ulivyofafanua na kuielezea hii maisha namba ni nini haswa. Ni kwamba kutachukuliwa zile nambari 14 ambazo zilikuwa zinatumika wakati wewe ukizaliwa kwenye birth certificate, inatolewa pale, halafu papo hapo kutajumuishwa
nambari yako ya kitambulisho, kutajumuishwa nambari yako ya NSSF, na sasa tulikuwa tunazungumza NHIF, kwa sasa tunazungumzia SHA, pamoja na PIN namba yako, ambapo sasa hapo ndio muhimu zaidi. Hiyo PIN ndio muhimu zaidi ambayo ndio lengwa hapo. Lengo kuu ni hiyo PIN namba yako, KRA number, jina lingine inaitwa KRA number, na hiyo ndio muhimu zaidi na ndio inayolengwa. Hapa msikilizaji, ni kwamba kitambulisho chako kipi ambacho kitaitwa maisha namba kitakuwa na maelezo hayo. Lakini kuna mvutano hivi sasa kidogo. Kuna wataalam wamezua kidogo concern kuhusiana na maisha namba. Wanasema kwamba kwenye kitambulisho tayari kuna sehemu ambazo zilikuwa zimetengwa. Yaani kulikuwa kuna ule ubaguzi mtu kupata kitambulisho. Kuna watu walikuwa wana matatizo ya problem ya kihistoria, hawapati vitambulisho. Wengine ya kifizikia, unaona mtu amekuja, wengine hawana kidole chake kwa sababu ya ukulima na maisha magumu, walikuwa wanafutika. So anapoambiwa weka kidole au weka dole hapa, hai reflect kile kidole. Kwa hivyo kuna sababu kama hizo. Lakini wataalamu wanasema hii maisha namba ambayo inakuja ndio itazidisha marginalization, kwa sababu watu wengi sana watakuwa hivi sasa wako katika ukosefu wa stakabadhi, undocumented citizens. Wale ambao mfano kuna watu mpaka wale tunapozungumza, kuna mtu hana kitambulisho cha Kenya na ni Mkenya, amezaliwa hapa na hivi sasa ana umri wa kama anaelekea miaka 50 na hana kitambulisho cha Kenya kwa sababu fulani za kutengwa na serikali zilizotangulia. Sasa mtu kama huyu, je, maisha namba ataweza kuipata? Hawezi kamwe. Itakuwa ni ngumu. Kwa sababu tukiangalia hata tukumbuke ya kuwa everything when you're trying to start it, Omar Aboud, ndio lazima kukuwe na zile try and error, na kukuwe na pia rollout processes. Yani wajaribu kama phase 1, phase 2, angalie if it's something that is workable, so to speak. Kwa sababu ukiangalia hizo marginalized communities ambazo wanazungumzia hapa, ni wengi sana, hata not necessarily wale wako kwa borders peke yake. Ndiyo. Kuna watu ambao for example wanahusika wanahusika tuseme sana katika home child birth. Huwa hawazalii hospitalini, huwa wanazalia nyumbani. What happens to these people ambao it has become difficult for them hata kupeleka watoto shule most of the time because they don't even have this birth certificate to begin with. Alafu sasa on top of it, sasa unataka kusema kuna card ambayo inafaa kuanza, rollout yake inafaa kuanza, whereas even this birth certificate itself ambayo inafaa kuwa the first identification on this UPI itself, inaitwa UPS ama UPI, yes. Hiyo ya maisha namba ama personal number, hawana ile birth certificate to begin with. So where will they start from? Wataanzia wapi aswa? Hapo sasa ndo matatizo ya problem. Kwa hivyo ile concern ambayo inatolewa na hizi human rights groups at the moment, it is very fair sana. Na ukizingatia haswa hivi sasa kuna mpaka wataalamu. Yaani maana yake kuna hawa watetezi wa haki za kibinadamu, kuna mpaka wataalamu. Na unajua jambo likizungumziwa na wataalamu, hilo jambo huwa liko katika level nyingine, liko katika hadhi nyingine ya kuweza kuzingatiwa. Na wataalamu wanasema kwamba hii maisha namba ambayo itakwenda into digital identity system, yani mambo yatakwenda kidijitali kabisa, itakuwa ni katika mitihani ambayo itawapitia Wakenya wale ambao hizo sasa kama ulivyosema, kuna baadhi ya stakabadhi hawana kabisa umri wao. Na nasema tena, kuna Wakenya ambao wanaelekea umri sasa wa miaka 50 bado hawana stakabadhi ya kitambulisho, kwa sababu kuna wengine wanasumbuliwa, wanaenda kwenye zile vetting zile. Ni Mkenya kabisa, mtu amezaliwa hapa, vetting kidogo akitikiswa ndio harudi tena. Na harudi na ndio imeenda hiyo. Anaishi hivi. Na wako wengi sana tunajuana. Kwa hivyo haya ndio matatizo ambayo yatapatikana, ukizingatia kwamba umetaja suala la kukosekana mpaka mtu hana birth, ambazo ni stakabadhi muhimu sana zitakazohitajika wakati wa mtu kuweza kutengenezewa hii maisha namba. Tukirudi nyuma kidogo, tukumbuke ni juzi tu ambapo Rais William Ruto baada ya kuondoa yale masuala ya uchunguzi ama usaili wa Northeastern kwa ajili ya vitambulisho, baadaye juzi akiwa kwenye ziara za kaunti ya Nairobi akatangaza kwamba hata kitambulisho, ile ada ya kitambulisho ambayo ilikuwa imefika 1000
pia ilikuwa imeondolewa. It has been abolished. Akasema hii pia nimeiondoa. Sasa hapa pia kuna suala lingine linazuka. Ikiwa bado anazungumza kwamba kuondoa ada ya kitambulisho, na huku kuna story ya maisha namba. Je, kitambulisho kitaendelea ama ni maisha namba ndio itakayoanza? Pia bado ni jambo ambalo litakuwa linamtia Mkenya wahaka, asijue sasa ni kuendelea na ID, nitoe ID ama tusubiri hiyo maisha namba ianze. Kwa hivyo haya pia ni mambo ambayo yatahitaji serikali iweze kuweka bayana kwenye mambo haya. Lakini cha msingi hapa na cha sekondari, serikali izingatie zaidi katika replacement hii ya National ID into maisha namba. Wajue kwamba ikiwa mpango huu bado uko, basi multiple government agencies lazima zije pamoja na ziweze kushikana kwenye fikra ya kuona ni vipi wataweza kuliendesha jambo hili. Tusirudie stories za huduma namba. Number 1. Number 2, pia kuna suala ambalo ni la data. Katika hawa watu walioenda mahakamani, wanazungumzia kama kwa mfano kesi iliyopelekwa na Haki na Sheria Initiative, ni moja katika mashirika yale ya kutetea haki za kibinadamu. Mojawapo kati ya malalamisho ambayo wameyatoa pia kuna lile suala la data. Yani information, maelezo muhimu na ya siri ya mtu. Je, yataweza kubanwa? Yatafichwa? Yawe ya siri pale? Manake unaona hivi sasa, ikiwa tu simu tu yako uko na wewe mwenyewe, lakini pale wa Kenya tulipofika, Mkenya anaweza akakaa mahali na akaanza kutumia simu yako kama wewe vile, yani mtu na akajua tu sasa hivi Ramla ndo anaitumia simu yake, akaanza kutuma ujumbe, tafadhali niko mahali fulani hapa na nimekwama, nahitaji usaidizi fulani na mambo kama hayo. Je, hapa wanadadisi hawa watetezi wa haki za kibinadamu pamoja na wataalam wanasema, je, serikali itaweza kudhibiti maelezo ya siri ya Wakenya yasivuje? Ili nalo nalichukuliaje Simbajike? Wataweza kuzuia zisivuje taarifa hizi muhimu na za siri? Itakuwa ngumu bila shaka. Kwa sababu hata most of the cases ambazo zimeweza kushuhudiwa za fraud, especially using mobile phones, washirika ama wahusika wao wenyewe ambao wako at advantage position sana wao wenyewe hawajaweza kudhibiti jinsi ambavyo wanaweza kumaliza kabisa utapeli ambao unafanyika, especially na hizi simu za rununu. Kwa mtandao pia tunaona hali si hali, kwa sababu as technology changes mambo yanabadilika hata zaidi sana. So wakati ambapo tuseme a third world country, kwanza tuelewe ya kuwa if this system was to work, it's a very good system sana, kwa sababu itapunguzia hata Mkenya gharama ya kutoa gharama, kwa sababu unajua wakati ambapo inakuwa ni birth certificate, ukienda kuchukua birth certificate, ukipeleka notification yako, kuna ada ambayo utatozwa wakati ambapo unachukua ile birth certificate. ID pia kuna pesa ambazo pia unatozwa. It's first of all time consuming, it will consume a lot of time, alafu pia unatumia resources, money wise and all that. Lakini maisha number, if it was something ambayo itaweza kufanyika without kutenga mtu yoyote, bila shaka it's something very very nice, kwa sababu itasaidia sana. Kwa mfano Omar Aboud, utakuwa in such a situation where haubebi ID yako, mara uko na ID yako, mara uko na birth certificate yako, mara uko na passport here. So when kuna stakabadhi fulani labda unaijaza kwenye mtandao, unaambiwa now you can upload your ID, next now you can upload your passport, so that tuiangalie tujue kama tutakupatia visa. Okay, now upload your birth certificate kuonyesha kama wewe ni Mkenya. But the minute you actually use one card to identify you as Omar Aboud ama Ramla Abdi, of course it's a brilliant thing, but tusiwe wepesi wa kukimbilia maneno ambayo hapo mbele italeta madhara in terms of finances, time wastage, yani
tusirukie vitu kabla ya kuzingatia kwanza, especially kitu ambacho anazungumzia sana hapa ni swala la public participation. Je, wamefanya public participation ya kutosha na kuenda katika haya maeneo pale mashinani kabisa kujua kama hao watu kweli hata ile stakabadhi the list ambayo anafaa kuwa nayo ambapo ni hii birth certificate, je wako nayo? Do they have access to it? The difficulties that they actually face on to getting now the birth certificate. Wajue haya yote. Ama shirika kama shirika vile la Namati katika hoja zake ambazo pia ni za kimsingi na ni hoja bora, kama tulivyokuwa tukizungumza hapo asubuhi, uwe na mazungumzo ambayo yatakuwa na hoja iliyo bora. Wanasema kwamba je, wakati hii maisha namba itakapokuwa inaletwa ama inakuja kwa Wakenya, je, itatatua matatizo ya Wakenya zaidi ya milioni 5 ambao tayari kwa historia wana historia ya kutengwa na serikali kadhaa hapa nchini? Je, itatatua matatizo yao ama itazidisha matatizo? Kwa sababu wadadisi wanasema kando na wale milioni 5 ama zaidi ya milioni 5 ambao tayari wamekuwa na matatizo ya kutengwa kwa sababu ya hizi sajili za Kenya, zikiwemo hati za kuzaliwa, vitambulisho na hati za usafiri, wanasema kwamba kutaongezeka mrundo mwingine wa mamilioni ya Wakenya ambao pia watakosa stakabadhi halisi za kuweza kuunganishwa na mfumo huu mpya wa kidijitali wa maisha namba. Kwa hivyo ni mambo ambayo ni hoja ambazo zimeweza kuibuliwa, hoja ambayo ni nzito sana na muhimu kwa serikali kuweza kuzingatia kuhusiana na suala hili. Utakuta kwamba wengi sana ambao wameweza kuvutiwa na kesi hii ni pamoja na Kenya Human Rights Commission, ambayo hii ni shirika la kutetea haki za binadamu na serikali lenyewe, Kiktanet, Haki Center, Paranet, Namati Kenya, the Kenyan section of International Commission of Justice ICJ Kenya, Access Now and Nubian Rights Forum. Hawa wote ni wale ambao ni wamekuwa attracted kusupport kesi hii ambayo kwa hakika ina uzito mkubwa sana serikali kuweza kutilia maanani kwenye swala hili. Na swala ambalo hapa ni ibuka, je, tunarudia tena swala lile na macho wanalouliza, je, maisha namba itatatua shida za Wakenya milioni 5 na zaidi ambao wamekuwa na historia za dhulma na kutengwa kwa ajili ya stakabadhi hizi muhimu za Kenya? Na msikilizaji, wewe tunakuuliza, je, upo tayari kwa maisha namba? Je, upo tayari kwa stakabadhi hii mpya ya maisha namba? Haya yote msikilizaji utaweza kuyafanikisha kupitia nambari zetu za simu za moja kwa moja 0727444454 au 0738648881. Mpenzi msikilizaji, pia tufuatilie kwenye mitandao tofauti kama Facebook, au mfuatilie Omar Abud Al Jazeera pale kwenye Facebook. Pia vile vile tufuatilie kwenye mtandao wa YouTube 95.0 Iqra FM, upate kuwa mpenzi msikilizaji na vile vile mpenzi mtazamaji katika mitandao hiyo ya kijamii, YouTube, Facebook pamoja na TikTok, yote 95.0 Iqra FM. Msikilizaji, ni wakati ambapo unaweza na wewe kushiriki nasi hapa na utuelezee kulingana na haya mambo jinsi yalivyo. Je, wewe mwenyewe upo tayari katika swala hili la kupatiwa stakabadhi hii mpya ambayo ni ya utambulisho ya maisha namba? Ikizingatiwa kwamba msikilizaji, hivi sasa huenda tukaingia kwenye generation hiyo ya kidijitali ya utambulisho ambayo itatoka kwenye vitambulisho hivi vya kawaida, na sasa nadhani tunatumia third generation. Tuko kwenye third generation ID card. So tunatoka hapo, tulikuwa tuingie kwenye huduma namba, but huduma namba likafanyika la kufanyika, sasa tumeruka kwenye maisha namba. Je, wewe upo tayari kupokea maisha namba yako? Ikiwa tayari, maelezo ni kama haya. Utafiti ambao umeweza kufanywa na Namati na mashirika mengineyo wameweza kuzungumza na wakielezea kwamba hofu yao ya Wakenya wengi ambao wataachwa nje ya hili zoezi kutokana na ukosefu wa stakabadhi, na hoja ambazo ni nzito sana waliweza kuzitoa, japo kwamba tayari hii kesi inaendelea katika mahakama hapa jijini Nairobi, lakini pia ya mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi, lakini pia suala la kwamba kumekosa public participation, mwananchi wa kawaida hajahusishwa. Hilo pia utaweza kutuambia, je, uliweza kuhusika wewe katika kutoa ushauri na mapendekezo yako na maoni kuhusiana na suala zima hili
la vitambulisho hivi vipya ambavyo vitakuwa vinajulikana kama maisha namba. Kwenye ujumbe hapa anasema wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema Mabaharia Omar na Simbajike, ni mzee mnono huyu kutokea Ruaka. Vipi hapo studioni? Alhamdulillah, tunashukuru. Hapa alhamdulillah mzee mnono, tunashukuru, mambo shega kabisa, mambo shwari. Ndio maana unatupokea loud and clear. Ni maisha namba tu, hapa ndio kizungumkuti ambapo ndio tunazungumzia kwa hisani kuu ya Namati. Mwingine katika ujumbe wake mfupi hapa anasema wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema napongeza kipindi, mnatuelimisha kwa wingi sana. Ni kweli hivi sasa tayari kuna watu vitambulisho hawana. Kuna watu waliopoteza hawakuweza kureplace kwa sababu ya matatizo hayo ambayo mnayazungumza hapo. Je, wakianzisha hayo mambo mapya ya maisha namba kutakuwaje? Si wengi sana tutakuwa ni miongoni mwa wale ambao watakosa stakabadhi kikamilifu. Anasema wazingatie hilo. Anasema nimezuka leo, nimepata nafasi. Asanteni sana. Saum makbul wa Ramadhan Karim. Amina Waisili huyu. Asante sana Amina Waisili. Anasema ikiwa ID tu tayari wanasema zile replacement ilikuwa ni matatizo. Je, unasema wakienda katika hiyo mpango wa maisha namba, je kutakuwaje? Sisi kwanza jamii ya Wasomali, hata usitutajie ID. Ndio. Ili kupoteza pesa, usipoteze ID yako. Kuliko ID. Hata kutembea nayo. kwa matani ya mtaa wanasema ngori ni ngori. Uwezi thubutu. Siku moja nilikuwa safarini. Tulikuwa kwenye safari na tulikuwa na Msomali pale mmoja ambaye tulikuwa tukajuana hapo kwenye gari, basi tukajenga urafiki. Sasa safari yenyewe masikitiko ni kwamba kulikuwa tunaelekea sehemu ambazo kuna zile roadblock. Alafu sasa moja ni ya jeshi. Sasa yule bwana akaniambia, wajua bwana mimi sitembei na ID. Ananiambia mimi si baby ID. Nikamuuliza, hukujua huku tunakoenda kuna hizi roadblock mpaka za jeshi? Baraka wacha wanajua hizi za askari wetu tunawajua, tunawapa. Akanambia my friend, kama kuna kitu ambacho mimi na sifanyi ni kutembea na kitambulisho. Kitambulisho kiko nyumbani. So anything happens, napiga simu, naletewa ama tunaenda. Nikamwambia sasa wewe Nairobi na sisi tunaelekea sasa, barabara ni ya Garissa na tumetoka Pwani. Wewe unafikiri Nairobi mpaka hapa? Akasema nikamuuliza unachapa kwenye simu? Akanambia simu. Akanambia wallahi brother, acha nikwambie, si baby kitambulisho. Unajua sisi wa Somali bora upoteze pesa, hata kama how much it doesn't matter, hata kama ni 1 million, lakini si kitambulisho. Nilishangaa sana. Sasa leo umenikumbusha. Whoever that was, they are either my twin brother or twin sister. Kwa sababu mimi na yeye same WhatsApp group. Mimi nakuhakikishia sana. Mimi nakuambia nguvu sana. I think even my original ID na iko kwa mama Khadija pale nyumbani. Yani kwa mama hofu mimi nakwambia. Mtu akinisumbua tunapiga video call, tunapigia mama Khadija pale nyumbani. Na muonyesha kabisa, si unaona yule anafanana na midho ya kitambo. Ni ngumu pale kwa uhakikisho ya kuwa yule na wewe ni the same person. Zile zilikuwa zinatufanyia injustice. Zile picha ambazo walikuwa napiga kitambo. So pale kwa hata tukifanya video call kutakuwa na tatanishi hapa na pale. But mwisho wa siku itaonyesha kabisa. Nitapatia stakabadhi zingine na nimwambie original iko pale nyumbani. We Omar Buda. Yani unajua leo umenikumbusha uzuri. Alikuwa na kitambulisho cha kazi. Na alikuwa anafanya kazi na kampuni ambayo ni tajika, inayojulikana na inayofahamika, pia inayotishia. So alipoonyesha tu ile akaambiwa haya mko sawa, baraste kabisa. Kwa hiyo mambo yakaenda namna hiyo, lakini hapo ndio nilijifunzia. Leo umenikumbusha hilo neno ya kwamba haswa sisi wa Somalia, yani imekuwa ni matatizo, problem makubwa sana ya kuweza kubeba hiyo ID. Lakini je, sasa unaona, sasa hapa ndio wanauliza, je ikifika ni masala haya ya maisha namba sasa itakuwa namna gani? Itakuwa ngumu zaidi kwa sababu I think part of the torment ambayo huyu Msomali ama anyone from the Cushiite community ama marginalized community ambao hupata tatizo ama shida wakati ambapo wanapata hizi identification cards, hukumbuka yani
ni torture kwao. Kwa stakabadhi kama hii muhimu ikipotea, what will I do next? Unajua? Ndio. So ndio uoni wakati ambapo kulikuwa na afueni kubwa sana katika ile tangazo ya Rais William Ruto. By the way. Na alijua mahali pa kufanya ile tangazo. Kabisa. Iqra FM, hello. Assalamu alaikum Iqra FM. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuhusu mambo ya vitambulisho, ndio, maisha namba. There was that lady from the Nubian Forum, alikuwa amekuja hapo na kazungumza juu ya changamoto ambayo wanapitia kwa vitambulisho, ambayo rais amesema hivi, lakini kwenda kwa ofisi tena wanajiburuta ama tactics ama nini. Kuna mambo ambayo haiendi vizuri sana sana on our side, wale wako na majina za Kiislamu. Ndio. Na ninaomba sana, for the first time nimekuwa na president from Baba Moi mpaka huyu sijaona president ambaye kama Rais Ruto amezungumza wazi mambo ya vetting na vitambulisho ambayo wengine wanapitia changamoto mwekwe paka. Kwa hivyo ndugu Waislamu taka wafikirie sana wakati anakuja sema huyu rais kidogo, hata kama kuna changamoto tunapitia ni sisi wote hiyo changamoto, lakini kama amekuja wazi na azungumze juu ya habari za vitambulisho, ndugu lazima wangemshukuru hapo na wafuatilie. Sasa the procedure is that labda amezungumza hii mambo wazi kule kwa mkutano na kwa ofisi tofauti. Sasa that group ya kama hiyo Nubian Forum wanaenda kule wanafuatilia, na hata wengine wanaenda kuuliza rais umesema na mrai bona tunaumizwa. Ndio hii nyingine hata ya maisha namba ikikuja baadaye na tumalize ile shida. Ulisema kuna mtu baba 50 years hana kitambulisho. Ndio. Ndio kabisa. Sasa wakati atakuja enda kwa hiyo mambo ya maisha namba, already automatically anawekwa nje. Mtu ambaye hana state yenyewe. Na hii kitu inanikumbusha mimi sababu sina raha kwa sasa chenye inafanyika kule Palestina. Lazima ujue mnafikiria amani imekuja na ndio mnarudi huko, hamna chochote, mnamaliza tunamai. Kwa hivyo ndugu Waislamu wafuatilie kwa utaratibu mzuri. Na this the only opportunity tumepata to have a president who talks openly ya kwamba mambo ya vetting really happen today. Kwa hivyo let us use that channel to find the way out. Ndio hata tukakuja fika hii mambo ya maisha namba, already wale waona vitambulisho wapate vitambulisho. Na ndugu Waislamu wasaidiane. Kuna Waislamu wako na vitambulisho na wanajua procedure walipitia, wasaidie mandugu zao wengine. Ndio. Including the lawyers Waislamu. This Muslim usaidizi ambayo wasipitie changamoto mingi, lakini lazima tujiadhari. Chenye inafanyika kule Palestina usidhani tu ni kule, hata sisi pande tunaumia. Kwa hivyo kitambulisho ni maisha yako, na kama hauna wewe utafanya kazi namna gani? How you travel? Ndio. Sana. Thank you. Shukran sana. Huyu ni shabiki wetu akiki kabisa, akizungumzia swala hili, asema hata yeye pia linamtia hofu. Ni miongoni mwa wale wa Kenya ambao wanapofikia masala haya ya stakabadhi huwa wanaposara, na ni wengi by the way, manake ikiwa right now is more than 5 million. Wanasema wataalamu wanasema if maisha namba itakuja in place, then another more than 5 million wataongezeka katika shida, kwa sababu usisahau ya kwamba kuna watu wana vitambulisho hivi sasa, lakini kuna stakabadhi kama vile birth hawana. So hapa ikianza story hizi, hata wewe pia hututambulika, kwa sababu hapa kunatakana birth, maana yake namba ya birth ndio itakayoanzia pale. Halafu ID kwa wale ambao ni wenye ID, halafu plus na KRA number ambao ni PIN number, na NHIF ama saini SHA na NSSF. So yani watu wataongezeka katika wale ambao hivi sasa wanateseka kwa sababu ya stakabadhi hii ya kitambulisho. Kwa hiyo ndio maana na Mati
wanalitilia mkazo sana swala hili kuweza kuzingatiwa upya na serikali kabla ya kuwezwa kuwekwa katika mizani ya matumizi. Kwenye ujumbe mwingine hapa kupitia 0727444454 anasema wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema ndio maana sisi jamii ya Wanubi huwa tunaipongeza sana na kuienzi Namati kwa sababu ndiye mtetezi wa hali ya juu katika masala haya. Tuna mambo mengi ya kihistoria ambayo tunayapitia ambayo kila mwaka wa kura huwa tunaahidiwa tutafanyiwa, lakini kisha hakuna kinachofanyika katika lolote zile ahadi ambazo tumepewa za vitambulisho. Anasema Namati, Mungu aiwezeshe kutusaidia zaidi katika harakati hizi za vitambulisho. Anasema asante na pongeza Iqra FM kwa kuweza kuangazia hilo. Yusuf Mnubi huyu kutoka Kibra pale. Mashallah. Karibu sana Yusuf Mnubi. Anasema wao kama jamii wa Nubi ndio maana wanaifagilia sana hii Namati. Anasema kwa sababu ndio mtetezi mkuu katika masala haya ya usajili. Mwingine katika ujumbe wake anasema wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema historia hizo hata kwetu wa Masai zipo. Anasema zipo kwa wa Masai. Usione hivi, wa Masai wengi hawa hawana vitambulisho, wanajitembelea tu, kitambulisho chao ni lile shuka jekundu. Ujitambulisha kama Wakenya kwa lile shuka. Wengi hiyo stakabadhi hawana. Anasema tafadhali Namati, musikatize kasi ya kuja, mlikuwa mnakuja sana huku lakini siku hizi mumepotea. Murudi tena Masaini, muendelee kutugombea katika swala hilo. Ni Mariam wa Kisaju. Haya. Anasema wa Masai usiwaone hivi na uhodari na wana confidence, fully confidence, kumbe kitambulisho chao ni shuka lao jekundu. By the way ni kweli. Masai usiwaone hivi. Masai wanatembea lakini stakabadhi hii ya kitambulisho hawana, wengi sana. Na ni watu wazima, lakini sasa uzuri wao lile jishuka jekundu lile ndio kitambulisho chao. Uzuri ya hiyo kitambaa mashuka jekundu inasifika kote duniani. Sisi wewe unaweza jigamba na identification yako labda inakusaidia tu hapa Kenya. But ile paka watalii wanaitafuta wakifika hapa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somo Omar Ali boy, karibu. Jambo Simba dume Simba jike nyote na wasalimia Ramadhani Mubarak. Alhamdulillah, karibu sana waslamu makbul. Somo nafikiri hii ni skamu nyingine ya kutaka kula serikali. Ikiwa huduma namba walianzisha na mambo yakawa ni vile, sasa tunajuaje hii sasa maisha namba ni ukweli? Na hata swali moja muhimu zaidi la kuuliza hapa ni kwamba dharura ipi kubwa kiasi hicho cha kutaka maisha namba, na ile hali vitambulisho ambavyo tuko navyo bado hatujapatia watu wote, hatujamaliza matatizo. Hiki kitambulisho kidogo tu bado hatujaweza overcome. What is this? Mimi nashindwa kuelewa nini inaendelea. Yani shida ni kwamba serikali ikishakuwa ni serikali ya corruption kiasi kile, you can't understand where they come from or what they want, or wanaongea mambo ukweli au mambo uongo. Sasa hata mimi mwenyewe hata nikisikia mambo kama mimi nasikia tu ni kama hadithi za zamani za kale. Wallahi. Masalamu. Asante sana Somo, na nimefurahi sana kwa kuweza kuzingatia muda, ila tuendelee na tumaliza. Anasema ni Ali huyu wa Umoja, na wapongeza sana watu wa nguvu, ni upuzi mtupu, hawana kazi ya kufanya. Wao serikali Namati ikaze kamba hapo na wasilegeze, wasema wasilegeze hiyo kamba hadi kieleweke. Maisha gani? Kwanza kuna maisha Kenya, anasema mpaka tutolewe maisha namba. Ali wa Umoja huyu anasema Namati wakaze kamba papo hapo na wasikibonyeze kidude. Leo tukimalizia ni kuwa kama nilivyosema hapo awali Omar Abud, yani hii kilio ambayo inatoka kutokana na hawa watu ambao wanatetea haki za wa Kenya na kibinadamu kwa ujumla, serikali ihakikishe ya kuwa wao wawe public participation tosha. Wao wamesema kwa sababu wameisikia mahali. Ndiyo. Na hofu yao ni kuwa wakati ambapo such a thing kama hii maisha namba itakuwa rolled out bila ya kuzingatia upungufu wake, italeta madhara zaidi ya
manufaa. Msikilizaji, ndio hiyo tumetinga tamati ya dau la Iqra kwa ujumla Jumatano hii ya leo, panapo majaliwa yake la Imanani inshallah. Kesho pia ni siku, usikibonyeze kidude kwani Women's Corner is around the corner. Usicheze mbali kwani maziwa ni robo ndani ya mpango mzima wa Women's Corner Brookside, ambapo watakuwa wanakupatia zawadi no ukiwa naye Princess Samira Galoro. Kutoka kwangu mtu mzima Omar Abud, bye bye for now. We all know about first aid, right? Quick treatment for us humans. But have you heard of Auto Aid Services? Auto Aid Services is your go-to automotive workshop, delivering top-notch mechanical repairs, bodywork, and stunning appearance upgrades that take your car from ordinary to extraordinary. Our